Basi karibu katika shule ya Biblia. Leo tarehe 4 Februari mwaka 2021. Tuko katika mlango ule wa 27 wa kitabu cha Mwanzo. Kwa sasa tunaona kitabu cha Mwanzo katika mlango wa 27. Mlango wa 27 ni mrefu kidogo, una jumla ya mistari 46. Kwa hiyo na humo tutaona kama hoja ni nyingi, lakini tutaona hoja kubwa kama 6 hivi. Tunafanya kufupisha, lakini milango 46 sura 40 mstari 46 ni mingi. Kwa hiyo tunafanya kufupisha kidogo, lakini tutajifunza mambo mengi makubwa. Mlango huu unahusu jinsi ambavyo Rebeka mke wake Isaka, mama yao akina Esau, mapacha wawili na Esau na Yakobo, alivyoshiriki katika kumwibia Esau baraka zake, baraka za mzaliwa wa kwanza. Na tunaona kwamba walikuwa ni kama wanasukuma mlevi, lakini yeye ndiye alikuwa ameshaziuza. Biblia inasema mtu wa Mungu, shika sana ulicho nacho kisije kikanyang'anywa. Leo hii watu wanachezea wokovu. Anaona kama ni kitu kipo tu, ni kama ni kitu hakina thamani. Muulize fedha zake. Fedha zake anajua kuzitunza vizuri sana. Anaweza kazitapanya, lakini yani atakuwa anajua vizuri mali zake, lakini wokovu wake anauchezea. Huu ulikuwa ni taswira ya wokovu wa Esau. Kwa hiyo tunaona jinsi ambavyo mama yao Hawa alishiriki na matokeo yalivyoendelea pale. Kwa hiyo mlango wa 27 ndo habari zake, tutajifunza mambo mengi, lakini pia kukumbuka tu mlango wa 26 wiki iliyopita tuliona Isaka akiwa anaishi katika nchi ya Wafilisti ya Gerari, na alienda pale hayakuwa makusudi sana ya Mungu, na matatizo aliyopata pale pamoja kwamba Mungu katika matatizo yale pia Mungu alimbariki, tukijua kwamba watu wa Mungu hata tukiwa katika hali ya tabu bado baraka za Mungu zinatufuata. Na mlango wa 25 tuliona Ibrahimu alikufa, na tulikuwa tumefuatana kitabu cha Mwanzo, sehemu kubwa kama milango 10 na kitu, tukiwa tunasoma habari za Ibrahimu sehemu kubwa. Na mlango wa 24 tuliona Isaka ndipo alipojitwalia mke, alimpata Rebeka binti Bethueli, kaka yake Labani, dada yake Labani. Na mlango wa 23 tuliona Sara ndipo alipokufa. Na mlango wa 22 kama unakumbuka, just kukumbuka tu, lazima tunajua Biblia yetu kichwani vile. Tuliona Ibrahimu ndipo alipojaribu akitakiwa kumtoa mwanae Isaka. Na mlango wa 21 na Isaka alipozaliwa. Na kadhalika unaweza kurudi nyuma mpaka mwanzo. Lazima mpaka sura ya kwanza kabisa. Sasa tuende katika sura ya leo. Kwa hiyo tutaona hoja 6 kama tulivyosema, zilikuwa nyingi lakini tumefupisha. Na zote sio kujifunza kwamba hizi habari ziko hivi katika Biblia, hapana. Lengo la neno la Mungu ni ili kusudi liwe halisi katika maisha yetu. Liweze kututengeneza, liweze kutujaza, liweze kutunyoosha, liweze kutimiza makusudi ya Mungu katika maisha yetu. Tukisikia na kuona kwamba ni taarifa tu zinawahusu, ni tofauti na taarifa habari. Taarifa habari watu wanajikusanya, anaenda anasikiliza hivi hivyo tokea sehemu fulani, basi anafurahi au anacheka au anasikitika. Hapana, neno la Mungu, na ndivyo maana ya kuhubiri. Tunapolisikia tunataka kwanza tujue ile taarifa inaendeleaje, zile habari, alafu tuangalie Mungu alikuwa na makusudi gani katika maisha yetu tunaosikia leo. Tuanze na hoja ya kwanza. Kwa hiyo hoja ya kwanza tunayoona fundisho la uongo la baraka za mzaliwa wa kwanza. Leo hii kuna kitu kinaitwa baraka za mzaliwa wa kwanza. Kuna vitabu vimeandikwa. Naweza kata mfano, mtu anayehubiri hizo habari ni mtu mmoja anaitwa Mwakasege. Tutakuwa tunamsema mara nyingi. Kuna mafundisho yametafutwa ndani ya Biblia ambayo hayamo, na ni kama tu vificho vya kweli ya Mungu, ili kusudi kweli isijulikane na ili kusudi watu wasikae hivi. Basi yanatafutwa mahubiri fulani ambayo sio makusudi ya Biblia, lakini wanatafuta rejea katika Biblia. Kwa hiyo tutaona hicho kinachoitwa baraka za mzaliwa wa kwanza. Mungu ametupa baraka wote. Na baraka zetu manyingi zinatokana na mienendo yetu mbele za Mungu kimsingi. Kwa hiyo haijalishi, tutaona kwa mfano, bila labda mtu anaweza kutusikiliza kafikia hapa akawa amekatisha tamaa. Ngoja tuache tumenisema. Tutaona kwamba mtoto wa mwisho wa Yese alikuwa anaitwa Daudi, baraka zote zilikuwa juu yake. Hapakuwa na mtu anaitwa Eliabu wala hakuwa na hizo baraka. Na alikuwa mtoto wake wa kwanza.
Kwa hiyo unapoanza kusema baraka za Mungu anabariki watu kulingana na kimsingi na mienendo ya watu wake. Haijalishi ni watatu katika kuzaliwa, ni wa kwanza katika kuzaliwa, na of course kuna vitu kama mila na desturi. Hata leo ni kama utangulizi, tutaenda kwenye ile mistari. Hata leo kama mzazi anaondoka, anaweza anamrithisha mzaliwa wa kwanza, sio achukue vile vitu, awe ni kama kiongozi. Kwa sababu watangulia wengine kwa unajua. Awe kama kiongozi kwa ajili ya wengine, anaweza kawa ni msimamizi wa mirathi, anaweza kawa nini, lakini uweze kusema kwamba ndo ana baraka zile. Unaweza kuniambia kwamba mzazi anaporithisha mali zake, mzaliwa wa kwanza akasema wewe ndo msimamizi, unaweza kusema kwamba ndo amepewa zile baraka, wengine wote hawana? Hata kidogo. Kwa hiyo ilikuwa ni kama mila, anaweza tunaona sasa Esau alikuwa amepangiwa baraka za mzaliwa wa kwanza. Hapana, ilikuwa tu ni sawa, zilikuwa kuna zile baraka ndio, lakini sio kitu ambacho unakiona. Kwanza Biblia hakikifundishi, pili hukioni kikiendelea sehemu tofauti tofauti kwamba ndivyo ilivyokuwa kwa mfano tukiangalia wokovu. Wokovu unaona muda wote wokovu unahusisha kusikia neno, kuliamini, kukiri kwa kinywa na kupata wokovu bila kufanya kitu kingine zaidi ya hapo. Unaona kwamba hiyo ndo trendi ya wokovu. Lakini mzaliwa wa kwanza kuona tukio moja wala Esau, usilione kwa Daudi, usilione kwa popote pale, usione hata watoto wa Daudi wenyewe. Daudi mzaliwa wake wa kwanza alikuwa anaitwa Amnon. Kimsingi alikufa vibaya. Kwa sababu alikuwa mjinga vile vile. Kwa hiyo mtu anapofanya ujinga kama hata Ruben wa mtoto wake Yakobo, alikuwa na mtoto wake wa kwanza, lakini huoni baraka. Baraka zinaenda kwa nani? Kwa Yusufu, zinaenda kwa Yuda. Watu wa katikati kabisa na mpaka karibu na mwisho. Kwa hiyo kama ingekuwa ni baraka za mzaliwa wa kwanza tungezikuta zimetajwa waziwazi kwa nani. Kwa hiyo ni mahubiri yanatengenezwa na ili kusudi sasa yale makusudi ya Mungu makubwa katika eneo hilo yaweze kufichwa, inatafutwa mbadala wa mahubiri. Tuanze mstari wa kwanza tuone hizo baraka zinakuwa vipi. Mstari wa kwanza anasema ikawa Isaka alipokuwa mzee na macho yake yamepofuka asione, akamwita Esau mwanae mkubwa akamwambia, mwanangu, naye akamwita, mimi hapa. Akasema, tazama sasa mimi nimekuwa mzee, wala sijui siku yangu ya kufa kwangu, siku ya kufa kwangu. Mstari wa tatu, basi nakuomba chukua mata, maana yake ni upinde na podo lako na upinde wako. Kwa hiyo hiki Kiswahili cha mata ni nini? Angalia sana kwenye King James, ilikuwa ni zana za kuindia. Na podo lako, hilo podo ni la kuchukulia mishare. Ukaende nyikani uniwindie mawindo, ukanifanyie chakula kitamu namna ile niipendayo, ukaniletee ili nile na roho yangu ikubariki kabla sijafa. Kwa mfano anaweza kusema, unaona sasa baraka zinapatikana baada ya kuwa umetuma, umeleta kitu kitamu. Hatuoni Yakobo alipokuwa anaondoka aliacha kwenye mlango wa 49 na 50, aliacha ametaja baraka za watoto wake kuanzia kwanza mpaka mwisho. Hatuoni akiwa anawalazimisha kwamba nendeni mkaniletee vyakula fulani na nini. Hii ilikuwa tu ni utaratibu wa Isaka aliopendezwa nao. Kwa hiyo sio kitu ambacho unakiona ni maelekezo. Hata Ibrahimu hatumuona na mtuma Isaka kwamba ampe baraka hizi. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vimetengenezwa. Lakini twende katika sasa hoja. Mtu angalie baraka za mtu zinapatikana wapi? Je, sehemu alikozaliwa mtu au ni wangapi katika kuzaliwa? Labda ni wa kwanza, wa pili, wa tatu. Je, ni vitu ambavyo vinaweza vikamfanya Mungu, maana mwenye kubariki ni Mungu. Wanadamu anatamka maneno. Aweze kumpa nafasi maalum na upendeleo fulani. Tunaona jibu sio. Twende katika kitabu cha Biblia sasa ndio inajifafanua sasa. Twende katika kitabu cha Matendo ya Mitume na tutaenda haraka. Matendo ya Mitume mlango ule wa 10, mlango wa 10. Tusome mstari ule wa 34 na 35. Matendo ya Mitume 10. Matendo ya Mitume 10. Tusome 34 na 35 anasema hivi. Petro akafumbua kinywa chake akasema, hakika natambua ya kuwa Mungu hana upendeleo. Bali katika kila taifa mtu amchaye na kutenda haki hukubaliwa naye. Kwa hiyo tunaona vigezo vya mtu kukubaliwa na kupata baraka. Baraka ndio kukubaliwa. Ni vitu vinavyotokana na mienendo ya mtu bila kujalisha taifa, kulingana na mstari huu, bila kujalisha vyovyote vile. Kama haijalishi taifa, vile vile haijalishi
umezaliwa wangapi wa mwisho na tunaweza kaenda sehemu nyingine. Twende katika kitabu cha Warumi, tulikuwa kwenye Matendo ya Mitume kulia kidogo kuna kitabu cha Warumi na hivi ndio usomaji wa Biblia. Lazima tushibe neno ili kusudi tujue Mungu anaongea. Mstari mmoja unaweza wakati mwingine usitoshe kueleza hoja ya Mungu. Anasema Warumi mlango wa 2 mstari wa 11 Biblia inasema Warumi 2:11 inasema kwa maana hakuna upendeleo kwa Mungu. Alikuwa ameongelea kwamba haijalishi Mungu nani wala Myahudi wala nini. Anasema hakuna upendeleo kwa Mungu. Kwa hiyo Mungu vile vile hakuna upendeleo kwa mtu mume au kwa mtu mke. Mbele za Mungu yani ule ubinadamu wa mtu haumuongezei chochote wala haupunguzi chochote. Lakini kitu ambacho tumeona Biblia inasema ni mienendo yetu. Anasema yeyote amchaye Bwana na kuzishika hukumu zake hukubaliwa naye. Kwa hiyo unaona mtu anakuambia baraka za mzaliwa wa kwanza. Sasa kama mzaliwa wa kwanza ni mjinga, haijalishi kama ni mzaliwa wa kwanza, kinachoangaliwa ni kitu ambacho Biblia imesema. Hatuoni wakati wote Biblia inasema kwamba kuna baraka za mzaliwa wa kwanza. Tunaona Mungu anakuambia anayekubaliwa naye ni mtu ambaye anamcha Mungu. Twende katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Na tutakuwa kwa hiyo haiwezekani Mungu aseme kuna baraka za mzaliwa wa kwanza alafu baadaye aseme kwamba hana upendeleo wote. Yaani sipendelei mtu aliyezaliwa kwanza, sipendelei mtu mrefu, sipendelei mtu mfupi, sipendelei mtu mume, mtu mke, wote ninawaona sawa. Kitu kinachowatofautisha ni mienendo yetu kwa Mungu. Kwa mfano mtu kama Yuda Iskarioti huwezi kusema kwamba atampendeza Mungu kwa sababu alikuwa anafanya kazi upande wa shetani. Kwa hiyo Yuda Iskarioti kwa mfano angekuwa ndo mzaliwa wa kwanza ungeniambia kwamba ana baraka. Ni maneno ya wanadamu tu. Ni mahubiri ya uongo. Kumbukumbu mlango wa 10:17 Biblia inasema. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati 10:17 Biblia inasema 10:17 Biblia inasema anasema kwa maana Bwana Mungu wenu yeye ndiye Mungu wa miungu na Bwana wa mabwana, Mungu mkuu mwenye kuogofya. Leo hii watu hawataka kusikia habari za Mungu. Anakuambia Mungu haogofi. Na kweli anaenda kumwambia Mungu anaogofa. Biblia inasema Mungu anaogofa. Lakini mwanadamu anaona Mungu haogofi, si chochote. Mtu unayeogopa, kwa mfano watu wanaogopa polisi. Kwa kuogopa polisi anaogopa kufanya kitu ambacho kinaweza kufanya akamatwe apelekwe polisi. Lakini vitu ambavyo Mungu anavikataza, maelekezo ya Mungu wanadamu hawayajali. Kwa hiyo kwa lugha nyingine unaweza kusema Mungu haogofi kwao. Mtu anasema Mungu mwenye kuogofya asiyependelea nyuso za watu. Haangalii nyuso ya mtu kwamba huu ni wa mtu fulani, huyu ni wa nani. Hapana, haangalii kabila, dini, anaangalia mienendo yetu mbele zake. Na of course, kitu cha kwanza anaangalia wokovu wetu. Tumemwamini, tumeandikishwa katika ufalme wake. Sasa baada ya hapo anaangalia matendo yetu. Anasema wala hakubali rushwa. Kwa hiyo unaona kwamba kitu kama kuzaliwa wa kwanza kingekuwa ni na kimsingi tuseme ukichunguza hata katika Biblia utakuta kama kuna watoto wawili mkubwa kwa mdogo, mara nyingi mdogo ndiye alikuwa anakuwa anapata kama baraka. Yaani ni kinyume cha kile wanachokifundisha. Japo ni nayo sio kama ndio Biblia inahubiri hivyo, lakini ungekuwa ni wa kutafutiza baraka ungesema mzaliwa wa pili. Kwa mfano, kuna Manase ndio mtoto wa kwanza wa Yakobo, amini wa Yusufu. Wa pili alikuwa Efraim. Baraka zikaenda kwa nani? Kwa Efraim, zikamwacha Manase. Kitabu ukisoma mwishoni. Na zile baraka zitamkwa na Yakobo, babu yao, alipishanisha mikono. Wa kulia ule uliokuwa na baraka akaupeleka kwa mtoto mdogo, mkubwa kwa nani? Sasa tungesema mzaliwa wa pili. Tunaona hatuioni kwa Ismaili na Isaka. Tunaona Ishmaeli alikuwa mzaliwa wa kwanza, lakini anayepata baraka ni nani? Ni Isaka. Sasa hizo ni baraka za mzaliwa wa kwanza. Wanazitoa wapi? Je, ndicho Biblia inachohubiri kwamba labda mzaliwa wa pili ndio mwenye baraka? Pana. Ni kwa sababu huyu amekubalika kwa matendo yake. Na tabia nyingine ni kwamba Mungu anaona mwanzo kabla ya mwisho na mwisho kabla ya mwanzo. Kwa hiyo hata tabia zetu wakati mwingine anaweza kaa anajua kwamba hatimaye mtu hata nifikisha mbali. Ngoja niwekeze mipango yangu kwenye huyu ambaye kwa sababu nakujua mpaka mwisho. Lakini uchaguzi wetu. Mungu katika vile ametupa, na hili nitakuja kuhubiri kama somo. Mungu amempa mwanadamu kiwango kikubwa sana cha utashi na maamuzi yake mwenyewe. Ni tofauti na uwezo kuambia kompyuta kwamba nifanyie hiki nifanyie hivi. Ili kusudi mwanadamu aweze kuwajibika na mienendo yake na maisha yake. Mungu haingilii tabia zetu.
Anasema nimewekea uzima, chagueni kuishi, chagueni chochote kile. Na wokovu nao ni uchaguzi. Anasema yote mwenye kutaka aje, anywe, mwenye kiu aje. Yaani ametupa uhuru. Huwezi kaiambia kompyuta, huwezi kaiambia robot. Robot utailazimisha ifanye kitu fulani, lakini Mungu amempa mwanadamu uhuru wa kuchagua. Kwa hiyo tunaona kama tungekuwa tunaningesha watu twende katika kitabu cha Mwanzo tuendelee kumalizia hii hoja. Tunaangalia hii hoja kwa maandiko lakini hata kwa mifano ya kwenye Biblia. Mpaka tumeona mfano wa Daudi. Wakati tunatafuta kitabu cha Mwanzo pale mlango wa 4, tutaona kati ya Abel na Kaini, nani alikuwa mzaliwa wa kwanza? Kaini. Mzaliwa wa kwanza alikuwa Kaini, si ndio? Mwenye baraka alikuwa ni Kaini. Alikuwa ni Abel. Sasa tunaona mwanzo kabisa watu wawili wanapozaliwa walikuwa ni Abel na Kaini. Tunaona mzaliwa wa pili anapata hizo baraka. Tunaona wanaofuata ni watoto wa Ibrahimu, Ishmaeli na Isaka. Wa pili anapata. Tunaendelea tunafika kwa kina Yakobo. Wazaliwa watoto wa Isaka. Tunaona anayepata ni wa pili. Tunaenda hata kwenye ukoo sasa wa Yakobo mwenyewe. Tunaona baraka nyingi anazitamka kwa Yusufu, mtoto wa pili kutoka mwisho karibu huko, pamoja na Yuda. Alikuja kuwa uzao wa Yesu Kristo. Tunaona hata kwa Daudi alizaliwa na ndugu zake wengine, alikuwa mtoto wa 8. Tunaona baraka zinakwenda kwa mtoto kitinda mimba Daudi, na anakuwa ndo mwenye baraka kubwa kabisa. Tunaona Musa na Haruni. Musa alikuwa mdogo wake Haruni, Musa ndo alikuwa mkubwa kwa Haruni. Alikuwa anamzidi miaka 3. Wakati Haruni ana miaka 83, Musa alikuwa miaka 80. Hatuoni popote pale hizo baraka zinazohubiriwa. Hazipo, lakini kwa sababu hawa wanakuwa wana malengo yao, msingi ni kuzichota akili za wanadamu, yamkini na kuwapeleka kwenye upotevu, lakini na pia anakuwa anasema ni maneno makuu ya kiburi ya uongo ili kusudi waheshimu na kuwatii na kuachia hela zao. Msingi wanachotafuta ni fedha. Kwa hiyo tunaona kwamba hii hoja kwa kweli, twende katika kitabu cha, na tunaweza tukafungia hii hoja hapa kwa sababu tuna mambo mengi. Mlango wa 4 mstari wa 7 Biblia inasema Mwanzo 4:7 anasema mstari wa 6 anaweza kaanzia mstari wa 6 anasema Bwana akamwambia Kaini, "Kwa nini unaghadhabika? Na kwa nini uso wako umekunjamana?" Kwa ufupi ndio ungesema. "Kama ukitenda vema hutapata kibali." Unaona kinacholeta kibali ambayo ndio baraka hizo. Ni kutenda vema. Bila kujalisha ni kitenda mimba kama Daudi, na hata watoto wa Daudi wenyewe. Tunaona mtoto wake wa kwanza ni Amnoni, hana chochote. Wanakuja kupata baraka kina Sulemani, watoto wa mwisho. Tena mtoto wa kahaba sasa. Mtoto wa nje kabisa. Kwa hiyo huoni hilo fundisho litatafutwa, lakini watatafuta mistari ya uongo na watu kwa sababu hawasomi Biblia na hawana interest na kujua kweli. Basi wewe unatufuatilia, Mungu akutie nguvu uweze kujua hizi kweli. Biblia inasema anaenda pale lakini nitaitamka tu. Inasema katika kitabu cha Korinto wa kwanza mlango wa 7 mstari wa 23 anasema mlinunuliwa kwa bei, basi msio watumwa wa wanadamu. Usikubali kudanganya mwanadamu akakupa injili yake ambayo haimo kwenye Biblia. Mtu ukiniuliza tunavyohubiri hapa, uweze kuona kama tunalenga kwa ajili hii sio injili yangu. Si uso wangu unanishuhudia, maneno yanashuhudia, naisoma Biblia kama ilivyoandikwa na kama Roho wa Mungu anavyopendezwa. Lakini mtu mwingine anafanya vile kwa lengo tu la kutafuta vitu vya kuchanganya uweze kutekwa naye na kudanganywa naye na kuvutwa naye. Hoja ya kwanza ilikuwa hiyo. Hoja ya pili tumepata kubwa, turudi katika kitabu cha Mwanzo mlango ule wa 27. Anasema hoja ya pili tunayoona pale ni inaanzia mstari ule wa 5 mpaka 14, ndefu kidogo. Inasema imetupasa kumtii Mungu kuliko mwanadamu. Imetupasa. Okay. Kuna wanadamu au mamlaka ambazo Mungu ameziweka kwenye maisha yetu ambazo tumepaswa kuzitii. Kwa mfano, mtoto amepewa mamlaka, amepewa sheria ya kumtii mzazi wake. Na anasema ndio amri ya Mungu kwanza yenye ahadi.
Kwamba ukifanya hiki nitakupa hiki. Utaishi miaka mingi. Lakini inapotokea kwamba mwanadamu anasema tofauti na Mungu, imetupasa kumtii Mungu bila kujali kama huyu mwanadamu kama amepishana na Mungu. Kwa mfano, tutoe haraka tutafika pale. Itokee mzazi Mungu, mtoto ameambiwa amtii mzazi. Lakini akatokea mzazi kuna wazazi wanaorithisha watoto mikoba ya uchawi. Hiyo ni dhambi ya moja kwa moja. Kwa hiyo atakataa. Mzazi na baadhi ya wazazi anaweza hata akaamua akasema nitamlaani au nitamchukia nitamtenga. Sawa. Watu wengine wanasema sasa nikafanyaje hii mikoba nilipewa. Mfano tunatoa mfano mbaya lakini ipo duniani. Kwa hiyo tutaona Mungu anapotutaka kwamba imetupasa kuwatii wanadamu tuliowekwa mamlaka kwao chini yao mpaka pale watakapotulazimisha kufanya nini? Kutenda dhambi. Na iwe ni dhambi iliyo waziwazi inayoonekana. Ya waziwazi. Kwa mfano dhambi ya kudanganya, dhambi ya uongo, dhambi ya uchawi, dhambi yoyote ile. Vitu vingine ni sio dhambi kama dhambi ni kama mfano mimi nimekuwa nakutana na maswali. Wanakuja akina mama anakuambia mume wangu ananizuia nisiende kanisani saa fulani. Wakati mwingine ile sio kwamba ni dhambi. Unakuta kuna kitu kimekosewa kinamfanya na yeye atumie mamlaka yake vibaya. Hiyo uwezo kusema kwamba amekuzuia. Akikuzuia kwamba sitaki nikuone unaenda kanisani, tushinde nyumbani. Hapo utakataa. Utakataa. Anasema au atuambie twende tukafanye kitu fulani au twende sehemu. Lakini ukwambia kwamba nataka twende kanisa fulani, una jukumu la kumfuata kwa sababu ni kiongozi. Una jukumu la kumfuata kwa sababu unimchagua awe kiongozi wako. Kitu ambacho hutakubali ni kule kuambia kwamba usisali. Lakini tutaenda huko baadaye. Tusome kuanzia mstari wa 5. Biblia inasema kwa hiyo tunatafuta hoja inayosema imetupasa kumtii kwanza Mungu zaidi ya mwanadamu. Mstari wa 5 anasema na Rebeka akasikia Isaka aliposema na Esau mwanawe, basi Esau akaenda nyikani awinde mawindo ayalete. Rebeka akamwambia Yakobo mwanawe akisema, angalia nimesikia baba yako akisema na Esau ndugu yako akinena niletee mawindo unifanyie chakula kitamu ili nile na kukubariki mbele za Bwana kabla ya kufa kwangu. Basi mwanangu sikiliza sauti yangu kama nitakavyokuagiza. Nenda sasa kundini ukanitwalie wanambuzi wawili walio wema, nami nitawafanya chakula kitamu kwa baba yako nami namna ile apendavyo. Kisha utampelekea baba yako apate kula ili akubariki kabla ya kufa kwake. Mstari wa 11 Yakobo akamwambia Rebeka mamaye, Esau ndugu yangu ni mtu mwenye vinyweleo, tuseme ni nywele, anasema malaika tuseme ni vinywele, ndio lugha tu, vinyweleo, nywele. Na mimi ni mtu laini, labda baba yangu atanipapasa nami nitakuwa machoni pake kama mdanganyifu. Na kimsingi sio kwamba ni kama mdanganyifu, atakuwa ni mdanganyifu. Anajaribu kulainisha lugha, nitaonekana kama mdanganyifu. Sema nitaonekana ni mdanganyifu. Wewe ni mdanganyifu kimsingi. Anaendelea anasema nami nitaleta juu yangu laana wala si mbaraka. Mstari wa 13 mama yake akamwambia laana yako na iwe juu yangu mwanangu usikie sauti yangu tu enenda ukanetee wanambuzi. Mstari wa 14 akaenda akatoa akamletea mamaye. Mamaye akafanya chakula kitamu namna ile aliyopenda babaye. Kisha Rebeka akatoa kabla hapo tuendelee. Tunaona hiyo habari. Rebeka turudi kwenye utangulizi. Nilisahau kusema habari. Kichwa kikubwa nilichokiona kwenye sura ni nini? Kichwa kikubwa nilichokiona naweza nikasema ni kwamba Rebeka, Esau na Yakobo mambo yanaweza kuleta mparanganyiko ndani ya familia au mgawanyiko au mbegu za utengano. Hii ni picha mbaya hii. Hii ni picha mbaya. Isaka hayumo katika ile kundi. Yeye anafuata utaratibu wa mila tu na wote ule. Sasa huyu anataka kufanya ujanja na udanganyifu unaonekana. Kwa hiyo hii taswira hawa watu watatu. Esau anaingia kwa sababu alifanya upumbavu yeye mwenyewe akarahisisha uwizi kufanyika. Ni sana mtu aliyelala nyumba bila kufunga mlango wake. Majambazi akija hatapata hata shida wala hatapiga kelele, ataingia bebe aondoke. Kwa tunaona watu watatu kila mmoja ni watu wa Mungu lakini kila mmoja ana mchango katika mpango. Tunaona hii familia haitakaa vizuri kwa muda wa miaka mingi.
haitakaa vizuri. Udugu utafia hapa kwa muda mrefu sana. Na of course kwa kiasi fulani kuna makusudi ya Mungu kutimia. Wakati mwingine Mungu anatimiza mambo katika matatizo. Kwa mfano Mungu alitimiza wokovu wa wanadamu katika kifo cha Kristo. Kwa hiyo lakini je, ni jambo jema? Yamkini sio yamkini na ni kweli halikutakiwa kutokea hili. Kwa hiyo tunaona sasa ilikuwa ni jukumu la Yakobo. Kwa sababu hakuwa mtoto mdogo. Ujue Esau alikuwa ameshaoa. Tunaona kwenye mlango wa 25. Na Esau na Yakobo kimsingi walikuwa mapacha wote walikuwa na umri mkubwa. Alikuwa anatosha kugundua kwamba huu ushauri unaopewa na mzazi sio mzuri, alitakiwa ukatae. Na kabla sienda mbele ili kusudi kabla sijafanua sana. Tujue mara nyingi na ni mara nyingi sana inatokea katika maisha ya kawaida. Mtu anaweza akakushauri kufanya kitu hata kama ni mtu mwenye mamlaka, lakini ukakuta kwa sababu wewe ndio mtendaji aliyekosa ukabeba mzigo aliyekosa. Tutaona huu mzigo unamwangukia Yakobo miaka yote. Anatengwa na familia, anaenda kuwa kama mtumishi mbali. Haikuwa matokeo mazuri. Atakuwa mtoto nyumbani alelewe. Tunaona anafika kipindi fulani mpaka anaenda kuoa, anabidi afanye kazi za kuteseka. Kimsingi baba yake alioa mali zile zilizopelekwa kwa Rebeka, kwa Rebeka zilitoka kwa Ibrahimu. Alikuwa na jukumu la kumlipia mahari, lakini huyu alishakimbia. Anakula matokeo ya wizi wake. Anakula anateseka. Ujana wake mwingi ulikuwa mateso. Tutaona. Kwa hiyo hem tuende katika kitabu cha ukisoma katika Warumi 13 mstari wa kwanza, sitaenda pale, nitaenda kwenye Matendo. Warumi 13, mtu tufike pale haraka kidogo. Warumi 13 anasema mstari wa kwanza anasema hivi. Warumi 13 mstari wa kwanza, na lazima tujue Mungu anatuambia nini katika neno lake. Na ndio sababu Biblia ni kubwa. Mungu hajaweka mistari miwili tu au mitatu au 10 kuweza kuongoza maisha ya dunia nzima. Ndio sababu akatengeneza kitabu kikubwa ili kusudi kinachogusa mazingira ya maisha ya kila Mkristo katika hali zote tunazopitia. Biblia inasema mstari wa kwanza Warumi 15 anasema kila mtu na atii mamlaka iliyo kuu. Sasa kati ya mzazi na Mungu ipi ni mamlaka iliyo kuu? Mungu. Je, unadhani Yakobo alipoambiwa na mama yake, kwa sababu aliyesikia alikuwa ni mama. Aliyetoa mpango wa namna ya kuiba alikuwa ni yule mama. Na wote ni watoto wake. Je, Yakobo ametimiza huu mstari huu unaoambia kwamba kila mtu atii mamlaka iliyo kuu? Ameikosea. Kwa hiyo atavuna matokeo yake. Leo hii kuna mtu anaweza akatoka akashauriwa labda na mchungaji wake na rafiki zake. Hata mchungaji anasema mchungaji ameniambia nifanye hii. Kuna mabinti kuna akina mama wengine unakuta anaingia kwenye mahusiano hata ni mke wa mtu na mchungaji anasema kwa sababu ni boss amesema. Hiyo kitu haipo. Ipo ya kuchosha tu. Wengine si unasikia ni mwana kwaya ameenda amefanya nini lakini ameambiwa sina mkubwa na nini. Hapana, unavuna ulichopanda mwenyewe bila unatakiwa umtii Mungu zaidi ya mwanadamu. Biblia inasema katika kitabu cha Matendo ya Mitume, turudi kushoto kidogo na tutaiona sehemu nyingi kwenye Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume mlango ule wa 5:29 Biblia inasema. Na hii haishii katika mamlaka kama hii, hata kwenye mamlaka za dunia. Biblia inatutaka sisi wanadamu tutii mamlaka ya nchi. Anasema kama ni mwenye ni liwali, tumpe heshima kama liwali. Kama ni mwenye kulipiza kisasi maana yake labda ni hakimu au ni polisi, tumtii hivyo. Ila tunatakiwa sasa ikitokea kwamba anatuongoza katika kitu ambacho ni dhambi ya moja kwa moja, tukatae tutii mamlaka iliyo kuu juu yake. Anasema hakuna mamlaka iliyotoka isipokuwa iliyoruhusiwa na Mungu. Na Yesu alimwambia Pilato hivyo. Matendo ya Mitume mlango wa 5 tunaenda haraka. Mstari wa 29 anasema hivi. 5:29 anasema hivi. Petro na mitume wakajibu wakisema, imetupasa kumtii Mungu kuliko wanadamu. Unaona kwamba inapobidi sasa na tulishahubiri kitabu kwa hiyo sihitaji kufanua kila hoja kwa sababu tulishapita hapa. Mtu ambaye hajasoma labda anaweza kaparejelea mwenyewe. Ukirudi kushoto kidogo kuna Matendo ya Mitume mlango wa 4 mstari wa 19 Biblia inasema Petro na Yohana wakajibu wakawaambia kwamba
ni haki mbele za Mungu kuwasikiliza ninyi kuliko Mungu. Hukumuni ninyi wenyewe. Yaani walikuwa wameshauriwa wasema pana sasa hataki mtaje tena hili jina la Yesu na nini. Akasema nyinyi mtuambie nyinyi mnao tutesa na kutufunga. Mtumieni akili hukumuni ninyi wenyewe. Je, tuwasikilize ninyi tuache Mungu? Yaani hao jamaa walikuwa majasiri kweli kweli. Kwa lugha nyingine hata Yakobo angeweza kumwambia mama yake akasema, "Je, nikusikilize wewe ni kuliko Mungu?" Angekataa. Na ndio sababu unaona kwamba anasema itakuwa kuaje nikikamatwa nitaonekana kama mdanganyifu wakati mdanganyifu kimsingi. Kwa hiyo unaona sasa tutaona atakaye kuja kwa sababu aliyetenda ile kosa moja kwa moja kwa vitendo ni Yakobo. Ndiye aliyepewa ule mbaraka. Aliyemshawishi ni mama yake. Sasa utakuta Mungu hasa anamlipa yule mwenye kutenda. Anamlipa yule mwenye kutenda. Ndio anatokea labda mtoto aenda afanye kitu ameiba sehemu anasema nimetumwa na baba, nimetumwa na mama. Watamkamata yeye, watamshughulikia yeye huyo. Lazima tujue. Kwa hiyo hata ukisoma katika Daniel 3:8 staenda huko kina Shadraka walimwambia mfalme anasema mfalme ujue tu kwamba hatutakutii wewe tutamtii Mungu kwa sababu walitakiwa watii mamlaka ya mfalme ambaye alikuwa ni Nebukadneza. Lakini ilipobidi sasa wanatakiwa waabudu mwanadamu na sanamu lake sasa maana hiyo sheria ya mfalme imepingana na sheria ya Mungu mfalme mkuu Mungu. Kwa hiyo akasema sasa wewe tunakuacha kukutii tunatii mamlaka ya juu zaidi. Ni sana mtu itokee labda anitoa mfano tu labda anatokea mkuu wa nchi akatoa maelekezo alafu ukatokea labda mkuu labda wa chini yake labda mkoa au waziri akatoa maelekezo tofauti lazima muendane na yale ya juu zaidi hata duniani lakini kwa Mungu zaidi sana kwa hiyo ni hoja tunayoona kwamba Yakobo hakuwa na kisingizio cha kusema kwamba ameambiwa na mamlaka ambayo ni mamlaka halali mama yake ni mamlaka kwake kamili lakini mamlaka ya juu inapingana na wizi na udanganyifu kwa hiyo inatakiwa pingane nayo. Hoja inayofuata tunapata kuanzia mstari wa 15 mpaka 27 ni sehemu ndefu sana inasema inaonyesha taswira ni hoja ndogo ya kati ya tatu inasema taswira ya mtu mnafiki aliyejivalisha mavazi ya wema. Taswira ni tukio la kawaida katika mwili lakini ujumbe unaenda kiroho zaidi wa unafiki. Twende tusome kuanzia mstari wa 15 tutafika pale. 15 kuanzia 15 mpaka 27 nasema kisha Rebeka akatoa mavazi mazuri ya Esau mwanae mkubwa aliyokuwa nayo nyumbani akamvika Yakobo mwanae mdogo na ngozi za wanambuzi akamvika mkononi na katika ulaini wa shingo yake naye akampa Yakobo mwanae mikononi mwake hicho chakula kitamu na mkate aliofanya. Sura 18. Akaja kwa baba yake akasema babangu akasema mimi hapa. Nani wewe mwanangu? Yakobo akamwambia babaye mimi ni Esau mzaliwa wako wa kwanza. Nimefanya kama ulivyoniambia ondoka tafadhali ukae kitako ule maondo yangu ili roho yako inibariki. Isaka akamuuliza mwanawe imekuwaje umepata upesi namna hii mwanangu akasema kwa sababu Bwana Mungu wako amenifanikisha. Unaona uongo unaoongezeka mpaka amemwingiza na Mungu. Yaani unajua uongo hauishii kati ya wewe na fulani unayemdanganya. Na Mungu naye anashushwa kule anaingizwa ndani ya ule mchanganyo. Amina. Ni tatizo. Mungu amenifanikisha. Leo hii watu wanamtaja Mungu tu bure. Mungu hakuwemo kwenye haya mahesabu. Mungu amenifanikisha. Mstari wa 21 Isaka akamwambia Yakobo karibu tafadhali ili nikupapase mwanangu. Nione kama wewe ndio mwanangu Esau ama sivyo. Mstari wa 22 basi Yakobo akamkaribia Isaka babaye naye akampapasa akasema sauti ni sauti ya Yakobo. Lakini mikono ni mikono ya Esau wala hakumtambua kwa maana ya mikono yake ilikuwa kama mikono ya Esau ndugu yake yenye nywele kwa ufupi. Basi akambariki. Mstari wa 20 akamuuliza wewe ndiwe kweli mwanangu Esau? Akasema ndimi, akasema niletee karibu nami nipate kula mawindo ya mwanangu ili roho yangu ikubariki.
akamsogezea karibu naye akala, kisha akamletea mvinyo akanywa. Isaka baba yake akamwambia, njoo karibu sasa ukanibusu mwanangu. Akakaribia akambusu, naye akasikia harufu ya mavazi yake, akambariki akasema, tazama harufu ya mwanangu ni kama harufu ya shamba aliyoibariki Bwana. Tuishie hapo. Unaona, tumesema hoja hii unaweza kujifunza mambo mengi, lakini picha kubwa inayokuja ni ya kiroho zaidi, ya watu wanaojivalisha mavazi ya kondoo, ya mbuzi, ili kusudi anasema mtawatambua. Twende katika kitabu cha Mathayo. Mathayo mlango nisema maarufu sana. Mathayo mlango wa 7. Mathayo mlango wa 7 anasema, na turudi kwenye agano la kale afu tutoka. Mathayo 7 mstari ule wa 15 anasema hivi. Mathayo 7:15 anasema hivi. Jihadharini na manabii wa uongo, watu wanaowajia wamevaa mavazi ya kondoo. Unaweza kubadilisha weka ya mbuzi. Yaani vazi alilovaa na kitu kilichomo ndani sicho. Yaani ndani alikuwa ni Yakobo, nje amejivalisha taswira ya Esau. Amevaa ngozi ya kondoo, ngozi ya mbuzi, ili kusudi aweze kufanana na kitu ambacho yeye sicho. Leo hii ndo maisha ya Mkristo. Mkristo wa leo atajivalisha lugha ya nakupenda sana, Bwana wabariki, upendo fulani, lakini nenda kapate shida, tatizo lako. Badala hata kuja kuona atakusimanga. Sasa alikuwa anajiona. Lakini nje anasema maneno matamu, kajivalisha kitu, ni taswira hii. Ni taswira hii. Leo hii watakuja wachungaji na huu mstari wa kwenye Mathayo, lengo lake kubwa kimsingi hakuwa Mkristo wa kawaida, ilikuwa ni viongozi wa Wakristo. Anasema mtawatambua kwa matunda yao, kwa sababu kwa nje huwezi kugundua. Utatambua kwa sauti anayoitoa. Sauti ilikuwa ni ya nani? Ya Yakobo. Na baba aligundua. Anasema kwa nje huu mti naona ni mti mzuri, lakini matunda ni mabaya. Sauti inatoka ni mbaya. Kilichomo ndani sio chenyewe. Lakini kwa sababu mzee naye alikuwa fahamu zake zimechoka na nini, au naye ni tuseme ni Mkristo pia ambaye hana uchaji wa kiroho wa mzuri kiasi kwamba anadanganyika kirahisi na sura yake. Huyu mzee alidanganyika kirahisi. Tena anafika sehemu fulani anasema, leo hii kwa ulizo wa Kristo wasema hawa wanaopa hizi baraka, kimsingi moyoni anakuambia hizi kama anadanganyika, lakini ndio anazitaka hizo. Kwa hiyo tunaona taswira ya Mkristo mnafiki. Yakobo alikuwa kwenye nafasi ya unafiki, alikuwa kwenye nafasi ya unafiki. Alikuwa kwenye nafasi ya unafiki. Unafiki ni kuwa na hiki ukataja hiki. Kufikiria hiki ukasema hiki. Yaani mtu haongei sana moyo wake. Leo hii wachungaji wengi wanahubiri kinafiki. Anakuambia niko na wapenda lakini nyuma yake mahesabu yake ni fedha yake. Ndivyo ilivyo. Ndivyo ilivyo. Mimi nitoa mfano nishakutoa nikausema tena, ngoja useme labda ndio mrefu. Nilikuwa kwenye kanisa moja la KPAG nilisema. Tukawa tunaandaa mkutano wa nje. Baadaye tukaambiwa na yule ndo mchungaji, anajiita mchungaji. Anasema ndoeni huu mkutano wa nje hauna hela. Tunasema sasa sisi hatukujua kama lengo lilikuwa. Yaani of course usingeweza kubishana naye, moyoni ndio tulibaki tunafikiria. Mimi hasa hatakuwa tunajua kwamba lengo ni fedha. Tulifikiri na leo tufikiri tukiweka nje watu wa nje watakuja. So ndivyo wanavyohubiri wale. Hawana utaratibu wa Yesu wa kutuma wawili kwenda nyumba kwa nyumba, mtaa kwa mtaa. Hiyo hawaitaki. Wanataka vitu vya maonyesho. Sasa basi tumia maonyesho kuwapata kama unawapata. Anasema twendeni ndani, mkutano wa ndani ndio una fedha. Kwa hiyo kwa nje tunafanya mkutano wa injili. Kwa lengo la nyuma ndani yake ni nini? Ni pesa. Na huwezi kuwa na malengo mawili. Basi weka tunasema kwamba lengo letu la kwanza ni fedha, la pili ni injili. Hawaweza kasema hivyo. Hati mbaya. Wala hatuwezi kaja kusema hizi habari. Mtu katika kitabu cha Ezekiel 33:34. Mimi nasema Ezekiel 33:34 tusifike. Tuanzie 30 Ezekiel 33 some 31. Biblia inasema 33:31 Biblia inasema maneno yote yameandikwa ndani ya Biblia.
Hakuna ambalo liko nje ya Biblia. 33:31 Biblia inasema twende kwenye nini? Ezekiel nimesema? Yes, Ezekiel 33 33:31 Biblia inasema hivi. Nao huja kwako kama watu wajavyo, nao hukaa mbele yako kama watu wangu, nao husikia maneno yako wasiyatende. Maana kwa vinywa vyao hujifanya kuwa wenye upendo mwingi, lakini mioyo yao inatafuta faida yao. Hizi habari ziko kwenye Biblia ndio sio? Je, ziliishia wakati wa Ezekiel au zipo mpaka leo? Je, kama ziko kama lazima tuhubiri pamoja. Maana ni hubiri na nini tuhubiri. Kama ziko mpaka leo zinasema? Zimeandikwa lakini hazihubiriwi. Hazihubiriwi. Hakuna mtu atakayetoka hapa kuhubirie. Lakini tuna jukumu la kuhubiri neno lote la Mungu. Na hasa tunapokutana na jambo linalofanana hiyo. Kwa mfano tumeona unafiki uliofanywa na Esau kwa msukumo wa mama yake na Yakobo kwa msukumo wa mama yake, lazima tutumie huo kuhubiri tabia zetu. Ndio makusudi ya Mungu, sio kwamba tusikie habari za Esau. Hao watu wameshaondoka miaka kama 4000 iliyopita. Miaka 2000 mpaka Kristo, miaka 2000 mpaka wakati wa Ibrahimu, ni jumla kama miaka 4000 iliyopita. Kwa hiyo lakini hayo maisha ya Mkristo wa hivyo yapo, ndivyo Kristo alivyohubiri, ndivyo Biblia inavyosema, neno la Mungu lipo hai mpaka leo. Kwa hiyo tutaona tumeona hiyo hoja. Tuna sehemu nyingi tukaenda. Tusome turudi pale kwenye Mwanzo 27. Tusome mstari ule wa 17. Biblia inasema mstari wa 17 anasema hivi. Naye akampa Yakobo mwanawe mikononi mwake hicho chakula kitamu na mkate aliofanya. Yaani hawa watu tukichukulia Yakobo kama taswira ya Mkristo mnafiki ambaye hana makusudi ya moyoni lakini ana makusudi ya mwilini. Hata sadaka atabeba. Huyu unaona anabeba kitu kizuri chenye faida. Hii taswira yake ni sadaka. Hii ni sadaka anampelekea baba yake. Watampelekea Mungu hata na sadaka. Wako tayari kuingia hata mifukoni wakatumia na pesa zao. Lakini bado nyuma ya nia yake sio ile ambayo ametumwa na Mungu. Tusome mstari wa 22 mpaka 23. Biblia inasema 22 mpaka 23. Basi Yakobo akamkaribia Isaka babaye, naye akampapasa akasema, sauti ni sauti ya Yakobo, lakini mikono ya Esau. Wala hakumtambua kwa maana mikono yake ilikuwa kama mikono ya Esau ndugu yake, yeye malaika basi yenye vinyweleo. Basi akambariki. Unaona hii ni taswira pia ya ufeki. Ni nabii feki. Leo hii kuna manabii wanakuja wamevaa tabia ya kwanza ya nabii feki ni nyingi tuwe kusema, lakini moja wapo tu niseme ya mavazi. Maana ni taswira ya mavazi. Utawakuta wamevaa mavazi mekundu kuanzia juu mpaka chini. Humkuti nabii mzima mwenye kuvaa mavazi yenye kuanzia juu mpaka chini. Na wakati mwingine anaweza kaweka hata chaini nyekundu, akaweka na vitu yani ukamkuta tu ni mwekundu mpaka viatu. Hiyo ni taswira 100% na zaidi ya unabii ya fake. Huyu Esau Yakobo amevaa vitu fulani vya fake. Kwa hiyo tunaweza kuendelea sana lakini sasa tunaona pia kwamba Yakobo anakuja kuvuna. Yeye amefundishwa lakini na yeye anakuja kuvuna mambo hayo amefanya ufeki na yeye anakuja kufanyiwa feki. Hem tuangalie tutavikuta huko mbele safari kwenye kitabu hiki cha Mwanzo. Tuangalie feki alizokutana nazo. Biblia inasema mtu akichukua mateka atafanya nini? Atachukuliwa mateka. Mtu akiwa kwa upanga na wao kwa panga ndio tabia ile. Maneno yako kwenye Biblia. Tunaweza kukataa kuyasema lakini yamo na kukataa kuyasema hakuna maana kwamba hayatatokea. Anasema ukichukua mateka ukidanganya na unadanganya. Tunaona anafika kwa Labani anakaa miaka 7 ya kwanza, siku ya kwenda kuozwa mke anadanganywa. Anapewa ambaye sio ya kwake. Sawa. Anaingia tena kwenye tabu ya kufanya miaka mingine 7. Yeye amedanganya ndani ya mwaka mmoja analipwa miaka 7.
Huyo Yakobo anadanganya, si ndio? Alipokuwa na sina muda kwenda huko kwa sababu tutakutana nayo kwenye sura ya 31 na 2 na mpaka hapo 29:31 akiwa kwa Labani. Anabadilishwa mshahara, anadanganywa mshahara wake mara 10. Hakuwa na maisha mazuri sana kwa Labani, kwa mjomba wake. Mara 10 anasema tutaona huko mbele. Pia anakuja anadanganywa kuhusu mwanae Yusufu. Wanamwambia mtoto wako ameshauawa, ameraruliwa, angalia na damu. Tunakuja kuona kwenye mlango wa 37 wa Mwanzo. Anadanganywa na madanganyo makubwa haya. Wewe unakaa miaka karibu 30, 40, 50 mpaka unazeeka unafikiri mtoto wako alishakufa. Hayo maumivu ni madogo kweli? Ni makubwa. Kwa hiyo udanganyaji na mpaka Mungu akafika sehemu akamwambia akasema bwana wewe ili jina la Yakobo ni hatari. Na mdanganyaji mjanja. Tutakuita Israeli. Tukambadilisha. Ikabidi ambadilishe. Anadanganywa kuhusu Simeon. Walipoenda mwanae Yusufu akabaki na Simeon ili kusudi waende wakamlete nani? Benjamini mdogo wake. Alipofika akamshikilia na Benjamini. Vyote vilimuumiza, tutakuja kukutana vyote Yakobo alidanganywa zaidi ya mara 7 kuliko alivyodanganya. Amina. Ndio kweli. Alidanganywa na ni vitu vya kuumiza. Kubwa kabisa ni kuambiwa kwamba mwanao anauzwa kwenda nchi ya mbali. Alafu naambiwa ameshakufa. Tena mwanao unaompenda zaidi. Hem niambie unakaa miaka 30, 40, 50, 60 ukiwa katika hali hiyo. Ni kifungo hicho. Kikubwa. Maumivu ya moyo, yani unaweza kusema maisha yake duniani hayakuwa na furaha sana kimsingi, sio kitu kidogo. Anapambana pia anafanywa vitu vibaya, hata Rubeni anaingia kwa miongoni mwa wake zake naye. Ni vitu ambavyo ni udanganyifu, huo ni usaliti. Usaliti ndio maana ya kudanganya kimsingi. Alisaitiwa. Tutasoma kwenye mlango wa 30 pale. Kwa hiyo tukasoma sehemu nyingi lakini tutaishia hapo kwenye hoja kwa sababu tuna mambo mengi ya kufanya, bado sura ni ndefu. Twende katika hoja inayofuata. Hoja ya 4 inasema Esau naye anavuna matunda ya tamaa yake. Tumeona kwamba hawa watu watatu wote hawakuwa kwenye hali nzuri. Na tukiona leo tuko tunasoma mlango wa 27. Hatujachagua kwa sababu leo ni wiki ijayo tutakuwa mlango wa 28, wiki iliyopita tutakuwa mlango wa 26. Kwa hiyo tukikutana na hali iliyoko katika mlango huo lazima tuusome kulingana. Kama ni Mungu anampongeza mwanadamu tunapokea zile pongezi. Kama anatuasa tunapokea yale maasa ya maonyo ya Mungu. Hapa tunaona kwamba Rebeka alifanya vizuri, hakufanya vizuri. Tunajifunza kosa kutoka kwa Rebeka. Yakobo alifanya vizuri, hakufanya vizuri. Tunajifunza kutoka kwa Yakobo. Esau naye hakufanya vizuri vile. Na hii ilikuwa imeanzia nyuma. Twende hoja inayofuata inaanzia kuanzia mstari wa 30 mpaka 40 na tumesema kwamba Esau anavuna matunda ya tamaa yake. Huyu Yakobo tunajua kuona huko mbele atakuja kuvuna matunda ya udanganyifu wake. Huyu naye anavuna mapema tu tamaa matunda ya tamaa yake. Biblia inasema tuanze mstari ule wa 20 tuanze wa 30 kimsingi 30 imewekwa 29 na 30 tutakao tusome nyuma kidogo. Anasema ikawa Isaka alipokwisha kumbariki Yakobo na alipokuwa Yakobo ndio kwanza ametoka mbele ya Isaka baba yake, mara Esau ndugu yake akaja kutoka katika kuinda kwake, naye pia amefanya chakula kitamu akamletea babaye akamwambia babangu naondoke ale mawindo ya mwanae ili roho yake inibariki. Isaka baba yake akamuuliza, "Unani wewe?" Akasema, "Mimi ni mwanao Esau mzaliwa wako wa kwanza." Isaka akatetemeka tetemeko kuu sana akasema, "Ni nani basi yule aliyetoa mawindo akaniletea? Nami nimekwisha kula kabla hujaja wewe nikambariki." Naam, naye atabarikiwa. Yaani mbaraka umeshatoka. Baraka umeshatoka. Sasa Esau aliposikia maneno ya babaye akalia kilio kikubwa cha uchungu sana akamwambia babaye, "Nibariki na mimi nami baba." Akasema, "Nduguyo amekuja kwa hila akauchukua mbaraka wako." Akasema, "Je,
Hakuitwa Yakobo kwa haki maana amejitia mahali pangu mara mbili hizi alichukua haki yangu ya mzaliwa wa kwanza na sasa amechukua mbaraka wangu. Akasema, "Je, huku niwekea na mimi mbaraka?" Isaka akajibu akamwambia Esau, "Tazama nimemfanya awe bwana wako na ndugu zako wote nimempa kuwa watumishi wake kwa nafaka na mvinyo nimemtegemeza nami nikufanyie nini sasa mwanangu?" Esau akamwambia babaye, "Una mbaraka mmoja tu babangu, unibariki mimi nami." Baba Esau akapaza sauti yake akalia. Isaka baba yake akajibu akamwambia, "Angalia, penye manono ya nchi patakuwa makao yako na penye umande wa mbingu utatoka juu. Unaotoka juu kwa upanga wako wewe utaishi nawe utamtumikia ndugu." Unaona anampa baraka zilizochanganyika na laana fulani. Kwa sababu tayari mbaraka ushatoka. Mungu anasema mara moja. Kauli za Mungu sio za kibinadamu. Leo nilikuwa nakudanganya, mimi nakunyanga hapana. Mungu akikutamkia amekutamkia. Basi tunaona kwamba sasa Esau anavuna. Hem turudi nyuma kidogo tusome mlango ule wa 25. Biblia inasema mstari wa 31 25 31 tuliona 25 31 tuliona Biblia inasema Yakobo akamwambia, "Kwanza niuzie leo haki yako ya mzaliwa wa kwanza." Esau akasema, "Tazama mimi ni karibu kufa. Inanifaa nini haki hii ya uzazi?" Yakobo akamwambia, "Uniapie kwanza." Naye akamwapia akamuuzia Yakobo haki yake ya mzaliwa wa kwanza. Kimsingi hapa taswira ilikuwa ni kwamba alimuuzia zile baraka. Alitoa baraka zake akazigawa. Sasa anaanza kulia. Kwa hiyo Esau anaanza kama kumlalamikia Yakobo. Sawa, kosa la Yakobo lipo, lakini ukichunguza katika Biblia wote makosa huwa hayalingani. Kuna makosa makubwa na madogo. Kosa la Esau ni kubwa zaidi kuliko la Yakobo. La Esau ni mkubwa zaidi kuliko Yakobo. Ni sana mtu utembea labda una pesa ziko nje, mtu azichomoe. Wewe uliyekuwa una vitu ukavitunza kiupumbavu ndio utaonekana hata polisi watasema kwamba ulikuwa hujalinda mali yako. Wasema alikuwa na haki ya kuchukua. Kwa hiyo tunaona Esau anavuna matunda ya tamaa yake. Na yote ilikuwa ni kwa ajili ya tamaa. Chakula cha siku moja shibe ya siku moja na sio shibe tu leo hii ndio maisha ya wanadamu. Maisha ya wanadamu. Tuanzie hata watoto. Leo hii tuanze na mabinti. Mabinti unaweza kukuta simu tu ndio inamfanya kuwa kuingia katika uasherati. Anaweza kupata ugonjwa. Huyu mtu asingekula. Maana huyu Esau haonekani kama alikuwa hajara muda mrefu sana. Kwamba asingekula ile dengu ile. Chakula chenye ni dengu, ilikuwa hata chakula cha maana. Leo mara nyingi watu wanajikua katika vitu vidogo sana. Vitu vidogo kabisa. Kwa hiyo tunaona kwamba mtone katika kitabu cha Ibrania mlango ule wa 12:16 na tutakuwa tunaelekea kufunga. Ibrania 12:16. Ibrania 12:16 nasema asiwepo mwasherati wala asiyemcha Mungu kama Esau aliyeuza urithi wake mzaliwa wa kwanza kwa ajili ya chakula kimoja. Unaona kwa Biblia Agano Jipya au Biblia sehemu nyingine inapoanza kuinukuu sehemu nyingine ya Biblia huwa ni fundisho kubwa sana tulishasema. Kwa hiyo tunaona kwamba kosa la Esau Biblia inakuja kuisimika au kulithibitisha kwamba hakutakiwa kupoteza thawabu kubwa. Leo hii watu wanapoteza leo hii tuanzie na ndoa nyingi zimekufa sio kwa sababu ya kitu kingine chochote kingine, kwa sababu inakuwa ni mtu alishauza zile baraka za Mungu za kwenye ndoa. Kimsingi kabisa. Unakuta mtu labda anakutana kama ni kijana anakutana na mke wake mtarajiwa, anakuwa mke wake labda wa 12. Huyo anashakutana na maroho wengine, na mara nyingi hivi vitu vinaenda pamoja. Watu wanaofanya matendo ya uzinzi na uasherati juu yake kuna kama msukumo wa mapepo. Unakuta kuna mapepo yanashindana pale. Kwa hiyo upepo mbaya lakini utaenda makanisani utasikia Bwana nyimbo hapana. Mungu na ndio sababu ukiangalia tusikilize anasema Esau kosa lake haliitwi tena la kuuza mzaliwa wa kwanza, linaitwa uasherati.
Lakini hatumuone akiwa anatenda tendo la uasherati. Lakini kile kitendo cha kufanya jambo uasherati ni kushindwa kusubiri mpaka utakapokuwa umeingia kwenye ndoa kamili. Ukajikuta umejiingiza katika ugonjwa, katika kukosa tu baraka za Mungu. Na zinakosa kweli kweli. Kweli zinakosa sana. Zinakosa kweli kweli. Mimi binafsi katika nisema kweli ninawajua watu wakubwa tu wenye ambao unakuta wana fedha, wana mali, wana nini, lakini kwa sababu ya maisha anayoyaishi pale unakuta ni bora mtu ambaye hana hayo maisha lakini ana zile baraka za familia za baba na za Mungu. Lakini kwa sababu katika mienendo yake ya kupanda kuja kufikia hatua hizo za elimu na nini alichafuka sana, basi Mungu anamnyima kile kitu cha msingi katika maisha yake, basi anaishi katika upungufu milele. Na wajua wengine walikuwa na wabunge, na wajua wengine walikuwa ni wakubwa tu, makatibu wa serikali. Lakini unamkuta kwamba ndani ya moyo wake amepungukiwa kweli kweli. Na unahitaji kumuuliza, utaona tu mienendo, utasikia maneno yake. Kwa hiyo Mungu anataka tujifunze kuvumilia mpaka mwisho, mpaka mwisho tusiuze uzaliwa wetu. Hoja nyingi sana nasikitika kwamba muda umeenda, lakini hem tusome. Nilikuwa na mistari mingi sana imeiruka mingi, Luka 17 wimbo ulio bora. Lakini tuende sehemu nyingine tusome mistari 30 mistari 40 na ngapi tumeona ilikuwa ni mingi. Twende hoja za kumalizia. Inasema inasema mbegu ya hila huzaa uhasama wa muda mrefu. Hii sura sio tamu kimsingi. Au ni tamu kwa kutufundisha, lakini sio vitu vizuri sana kusikia. Mbegu ya uhasama huzaa matokeo mabaya kwa muda mrefu, au huzaa uhasama, hila huzaa uhasama kwa muda mrefu. Tusome kwanza mstari ule tulisha mstari wa ngapi? 40. Tusome 41 mpaka 45. Tuko katika kufunga. Tuanze 41 mpaka 45. Anasema Esau akamchukia Yakobo kwa ajili ya ule mbaraka babaye aliyombarikia. Esau akasema moyoni mwake, siku za kumlilia baba yangu zinakaribia, ndipo nitakapomuua ndugu yangu Yakobo. Rebeka akaarifiwa maneno ya Esau mwanawe mkubwa, akapeleka mtu kumuita Yakobo mwanawe mdogo, akamwambia, tazama, katika habari zako Esau ndugu yako anajifariji moyo wake, maana anakusudia kukuua. Kwanza anasema ni kujifariji moyo, lakini kimsingi sio sura 45 anasema, sasa mwanangu, sikia sauti yangu. Ondoke ukimbilie kwa Labani ndugu yangu huko Harani. Ukae kwake siku chache, hata ghadhabu ya ndugu yako igeuke, hata ikuondokee ghadhabu ya ndugu yako akasahau uliomtenda, ndipo nitakapopeleka watu kuchukua kutoka huko. Kwa nini nifiwe nanyi nyote wawili siku moja? Kulingana na hoja tunayoangalia ni kwamba mbegu ya hila hiyo ilikuwa ni hila, imejengwa, imeingia katikati ya, inaweza kuwa ndani ya familia, inaweza kuwa ndani ya majirani. Ile mbegu wewe unaweza kufikiri kwamba ni ya muda mfupi, lakini itafika mbali. Rebeka anamwambia kimbilia kule kwa siku chache kadhaa, wakati joto la hasira bado liko juu, baadaye litapoa, nitakuita urudi. Lakini tunaona kwamba atakaa kule miaka mingi kweli kweli. Haikuwa kama alivyofikiria. Siku zote dhambi tutaidhani kwamba ni kitu cha kuisha, madhara utafikiria kesho itakuwa imeisha. Tuchukulie taswira, mtu anaweza akaingia kwenye uasherati uzinzi. Anaenda akapata ugonjwa, kwa mfano kama akaswende inaitwa syphilis. Unaweza kukaa mpaka miaka 30 na 40. Anaweza kupata ukimwi wa milele. Lakini wakati mtu anaangalia anafikiri kwamba hili swala litakuwa ni la muda mfupi. Mstari wa 43 mpaka 44 pale mama yake anamwambia, anasema ukae kwa muda mfupi nitakuita urudi. Hasira zitakuwa zimeisha. Lakini tunaona kwamba hizi hasira hazikuisha kwenye kipindi ambacho mama yake alikuwa amepiga mahesabu kwamba dhambi itakuwa imekauka. Msome katika kitabu cha Mwanzo, tulikuwa kwenye 27. Tunaenda mpaka 32, bado hili tatizo liko pale pale. Na sura moja ilikuwa inakaa kama miaka, ni kipindi kama cha miaka 20, 30, 40. Kwa hiyo tusome 32:11 anasema. 32:11 Biblia inasema,
Yakobo anasema, "Uniokoe sasa na mkono wa ndugu yangu, mkono wa Esau, maana mimi namuogopa asije akanipiga na mama pamoja na wana." Mama yake alifikiri kwamba ataenda arudi haraka. Yeye ameenda kule, amekaa miaka 20, 14 ya kufanyia wale wake wawili, miaka 6 ya kutumika tu, jumla 20, ameshapata watoto wakina Ruben ni wakubwa. Makosa ya Ruben yashafanyika huko nyuma, alishaingia kwa babake. Yaani mpaka tayari kama ana wajukuu hapa. Lakini anarudi kukutana na Esau, akiwa anarudi kwenye nchi yake. Na bado anamuomba Mungu analilia. Na alikuja kutoa vitu vingi sana kwa Esau kujaribu kuna. Ile hasira bado iko pale pale. Mungu akasema kwamba mbona kama hili somo halina mvuto. Ndivyo lilivyoandikwa jamani. Tutafute maana nyingine. Mama yake anamwambia kwamba nenda tutakuita baada ya muda mfupi. Anaenda anakaa miaka 20 ndo anapata wake wale. Alafu anakuja baadaye na watoto wakubwa lakini bado anagawa mali zake katika makundi matatu maana kusudi asikutane na Esau akammaliza. Dhambi inatupeleka mbali ya tulipotegemea. Tumombe Mungu na tuidhibiti mioyo yetu ili kusudi hizi dhambi tusiziruhusu kwa sababu madhara yake yanaenda mbali. Dhambi vile vile hatimaye itamtupa mwanadamu katika moto wa jehanamu. Mtu anafikiri labda ni tatizo la leo na kesho, lakini uongo tu mdogo unampeleka mtu katika jehanamu ya moto. Kinyume chake nini? Kupona kwake nini? Kuliamini jina la Yesu Kristo. Sio kusema si nenda katubu hizo dhambi, hapana. Utazikosea tena. Lakini kumwamini Yesu Kristo unapata msamaha. Sasa tukiendelea kutenda dhambi baada ya hapo, then tutapigwa katika mwili lakini angalau yanaisha. Lakini dhambi hata ndio kiasi gani italeta madhara ya kudumu ya milele na milele, inaleta taswira ya Esau miaka 30, 40, 50 baadaye bado tatizo liko pale pale. Mtu malizie kwa kusoma sehemu ya mwisho. Nilikuwa ningeweza kurejelea mistari ya mingi lakini mtu malizie. Hoja ya mwisho inapatikana kwenye mstari wa mwisho kabisa ule wa 46 inasema ni jukumu la mzazi kwa mwanae kupata mume au mke mwema. Ni jukumu la mzazi. Ni fundisho linapatikana hapa sio kubwa sana kwenye eneo hili lakini linapatikana sehemu nyingine na sina muda lakini tusome mstari wa 47. Biblia inasema, mstari wa 47 Biblia inasema, Rebeka akamwambia Isaka, rohoni mwangu sina raha kwa sababu ya hao binti za Hethi. Kama Yakobo akitoa mke katika binti za Hethi, kama hawa binti za nchi, maisha yangu yatanifaidia nini? Naona kwamba jinsi Yakobo atakavyooa. Maana tayari Esau alikuwa ashajiolea kivyake vyake. Wewe alikuwa na roho mbovu tangia mwanzo. Hajamsikiliza mzazi afanye nini. Tunaona kwamba jinsi Yakobo atakapopata mke ilimlaza macho mama yake. Na kwa kiasi fulani tutakuja kuona kwenye mlango wa 28 mwanzoni pale ilikuwa ni kama mbinu aliyoitaka ya kuitumia kumkimbiza Yakobo atoke pale. Yaani aliona akiondoka hivi ataonekana ametoroka. Kabidi afanye ujanja lakini naamini ule ujanja ulikuwa una maana moyoni mwake ili kusudi baba yake asema kumbe anakimbia kwa sababu akikaa hapa atafanya kama kosa aliyofanya Esau. Kumbe anatafuta njia ya kuondokea kusudi asiuawe. Na nadhani Esau alikuwa Isaka alikuwa hajajua kama mpango mama yao yumo. Kwa hiyo akasema ngoja tufanye utaratibu akimbie asije akafanya makosa ya kuoa. Lakini moja kwa moja tunajifunza kwamba uoaji wa watoto wetu wa kike wa kiume kwa sababu hivi kesho na kesho kutwa akienda anakuambia ni baba nimempata mchumba anakuletea. Mama nimempata mchumba anakuletea. Kesho na kesho kutwa siku wakina wakakatana mapanga watakwambia usimuingilie kwa sababu ni kila mtu na chaguo lake. Sawa ndio dunia inasema lakini sicho Biblia inachosema. Biblia haisemi hivyo. Tuseme ukweli. Biblia haisemi hivyo. Lakini tuchukulie kwamba wanachokisema ni sahihi huko duniani. Kwa sababu inaitwa demokrasia yote. Vitu vingine sio demokrasia katika kazi ya Mungu kimsingi. Unaweza kumletea mtu ambaye hajaokoka ukamleta kwenye familia ya watu waliookoka. Ni kama alichokifanya Esau katika kuleta wana wa Wafilisti, na haikumtokea vizuri. Na alichokifanya alichokifanya Selemani mwana wa Daudi. Nasema wake zake wasiookoka wana wa mabinti za kina Farao na nini walimpeleka kaanza kuabudu miungu afa kamuudhi Mungu sana na aliondoka duniani kama amejuta kabisa Selemani pamoja na utajiri na fahari yake yote ambayo Kristo yeye mwenyewe anaitambua katika kitabu cha Mathayo. Kwa hiyo tunaona hilo ni jukumu la mzazi. Sitaenda katika
Hilo fundisho nitakuja kulifundisha sehemu nyingine waziwazi. Lakini tunaona kwamba ni imempasa mzazi kuguswa na kufikiria na kuumizwa lakini au kufurahishwa na habari za mwanae kupata mwenza aliye sahihi, na tutakuja kueleza kwa undani maneno yanayohusika zaidi kwenye nafasi inayopatikana. Tumshukuru Mungu Baba mbinguni, tukushukuru kwa wema na fadhili zako. Asante kwa neno la leo Mungu, asante katika mstari wa 20 mlango wa 27 kitabu cha Mwanzo. Mungu, tumejifunza mambo mengi, tunaomba Baba yakawe halisi kama yale ambayo Mungu ameshatokea katika maisha yetu, basi utusamee. Kama kuna mambo ambayo Mungu hajatokea, basi tutie nguvu Mungu tukaweze kwenda sambamba na mapenzi yako ufalme. Kusudi lako ni tuweze kusikia Mungu na kugeuka. Kusudi lako tusikie neno lako Mungu wa mbinguni na kukufuata wewe. Mungu tuwezeshe ufalme. Bila wewe hatuwezi jambo lolote ufalme ajabu. Bariki kusanyiko lako hili Mungu, bariki wote, bariki kanisa lako, bariki mahitaji ya maisha yetu Mungu. Tunakushukuru ufalme wa ufalme, Bwana wa Bwana. Ni katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Tunaamini tunapokea. Amen.